Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kuutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, mchezo ambao Simba wameweza kufanikiwa kuondoka na alama 3 mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji kwa kuibuka na ushindi. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba umeweza kukoshwa na ushindi ambao Simba wameweza kukosa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, like video yetu, alafu sasa twende kwenye comment section katuambie wewe ni mchezaji gani ambaye ameweza kukuvutia katika mchezo wa leo dhidi ya Simba Sports Club. Sasa twende kazi tukafahamu nini ambacho kimeweza kujiri katika mchezo. Ufahamu katika kipindi cha kwanza dakika 16 kutokana na faulo ambayo aliweza kuchezewa Joshua Mutale Budo, basi ikaweza kuzaa penalti na penalti hiyo ikaweza kupigwa na Jean Charles katika dakika ya 16. Lakini tunashuhudia Simba katika kipindi hicho cha kwanza wakaendelea kufanya msako katika lango la klabu ya soka ya Pamba Jiji. Katika dakika 36 Joshua Mutale ambaye alisababisha penalti akaweza kusababisha faulo ambayo ikaweza kupigwa na Jean Charles na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la pili, mpaka mwamuzi wakati anavuliza kipenga chake kuashiria half time Simba walikuwa kifua mbele kwa mabao 2-0. Katika kipindi cha pili Simba Sports Club wakarejea kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Pamba Jiji. Tunashuhudia katika dakika 48 kupitia kwa cross ambayo imeweza kupigwa na Elim Panzu Kibisawala, basi Jean Charles akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 3, yani hat-trick ambayo ameweza kuipata siku ya leo katika mchezo huu na kufikisha mabao 15 katika ligi kuu ya NBC, yani ndiye top scorer ama mfungaji bora mpaka sasa ligi kuu ya NBC. Na Simba wakaendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Pamba Jiji katika dakika 80 kutokana na kazi nzuri ambayo iliweza kufanywa. Basi tunashuhudia Simba kupitia kwa Leon Christian Mbida akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la 4, na Simba wakaendeleza msako hivyo hivyo. Dakika 85 tena Leonel Christian Mbida akaweza kufunga sensational goal, yani goli la amazing, goli ambalo lilikuwa ni bora sana na kuweza kuifanya Simba kuweza kupata bao la 5. Lakini kabla ya mpira kumalizika dakika 86 tunashuhudia Pamba Jiji wakaweza kupata bao la kufutia machozi katika dakika ya 86 kupitia kwa mchezaji Tegis ambaye amesajiliwa katika dirisha dogo la usajili, mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake katika dakika 90, basi mnyama Simba ameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, ukiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC. Hivi sasa tunavyoongea mnyama Simba Sports Club kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC anamfukuza Yanga vibaya sana, ambapo Yanga yupo katika nafasi ya kwanza akiwa amecheza michezo 26 ana alama 70 katika nafasi ya kwanza, huku mnyama Simba yeye katika nafasi ya pili amecheza michezo 25 katika michezo yake 25 Simba Sports Club ana alama 66. Kwa Simba amebakia na kiporo kimoja dhidi ya KMC, mchezo ambao atakwenda kucheza siku ya Jumapili. Sasa mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji kupitia mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba, rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewiji ameweza kutoa neno zito kwa viongozi wa klabu ya soka ya Simba. Kwanza ameweza kusema alhamdulillah, hapa akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo Young Africans wameweza kuyapata. Kisha akaandika hivi: hongera benchi la ufundi, viongozi na wachezaji kwa kuonyesha moyo wa kujituma. Ushindi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji ni mfululizo wa matukio na ujenzi wa Simba mpya, Simba ambayo itakwenda kulitawala soka la Afrika. Hongera sana kwa wachezaji kwa kuendelea kuipambania Simba Sports Club, tuna safari ndefu iliyopo mbele yetu. Huyo ni Mo Dewji akiwasifia benchi la ufundi, wachezaji kwa kuonyesha moyo wa kupambana wakiwa uwanjani, kwa wanaamini bado Simba wana safari ndefu ya kuendelea kuitengeneza Simba mpya.